ninaona wale walie na usalama sasa ni wale wanaomtaja Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama wewe umejaliwa kumtaja Yesu, umebahatika. Na kwa sababu mambo haya sioni ikirudi nyuma. Kama ni kila taifa inazidi kusonga mbele, kama ni kila kiongozi anazidi kusonga mbele, na mambo inazidi kuwa vile ambaye hatukuweza kuelewa. Lakini kitu kimoja, unapolala, unapoamka, unapotembea, shukuru Mungu kwa huo wokovu ambaye uko ndani ya moyo wako. Na tuendelee kujua kwamba Yesu atakaporudi, aliuliza, atakaporudi atakuta hiyo imani? Kama ningekuwa wewe ningesema atakuta imani ndani yangu, ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Yesu atakaporudi atajikuta ndani yangu. Yesu atakaporudi atajikuta ndani yangu. Yesu atakaporudi atakuta mikono yangu ikiwa inafanya kazi yake. Atakaporudi, hata kama watu hawana imani naye, maana Yesu akosi kujiamini, atakaporudi atajikuta ndani yangu. Yesu atakapokuja kuchukua kanisa, atakuta kanisa lake ndani yangu liko tayari. Wapendwa, nyakati tunaishi ni nyakati za kila mmoja kujichambua na kila mmoja kujifanyia msako. Yaani unafanya msako katika mawazo yako, unafanya msako katika macho yako, yaani unajifanyia msako. Na ijapo kuna jambo lolote ambalo aliambatani na neno ila Mungu, wewe binafsi usiende kuripoti polisi. Unaripoti hilo jambo kwa Biblia na unalikamata na unaliambia litoke ndani yako. Tunaishi nyakati ambazo sasa ni lazima Mungu akusaidie, na ni lazima Mungu anisaidie. Tumeona mara nyingi polisi wakifanya misako, lakini sasa naomba misako hiyo ni misako ya kawaida, tuanze kufanya misako ndani yetu, kimawazo, kiakili, alafu Mungu atakusaidia. Haleluya. Nyakati hizi ni nyakati ambazo watu wanatumia wokovu vibaya. Ni wakati wanatumia anointing ya Mungu vibaya. Na wewe na mimi tusikutwe tunatumia wokovu wa Mungu vibaya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kabla sijaketi, naomba nitoe ushuhuda. Tangu tulipoachana ile Jumapili nyingine sikuweza kuja kanisani, nilikuwa nimefiwa na shangazi yangu, na namshukuru Mungu kwa sababu ya maombi ya kila mmoja. Nilienda nyumbani na nikazika ule shangazi yangu, alikuwa ni Roman Catholic. Na watu wakawa ni wengi tu. Na baada ya father kuzika, sasa akaniacha na watu wa nyumbani niongea nao juu ya mahusia ya Mungu. Na tukaongea na tukafikia mahali. Kuna cousin yangu alikuwa anaishi ngumi kwa ngumi na mke wake. Na ni mtu ambaye nyakati za moyo alikuwa ni wale special brand. Ni mtu ambaye alimewahi kupata pesa nyingi, lakini ukimuona sasa anakaa kama mtu anachoma makaa. Na akaamua kuingia kamini, na hiyo boma ikawa ni kama imeharibika. Na tukaongea tukafikia mahala. Nakumbuka tukiongea katika ile kikao, sijui kijana wake mmoja akamwambia, wewe dadi unaonekana ulifagawa kitambo wewe dadi. Sasa hilo kitu ikamshtua ule baba, na akachomoka na akaenda, na tukaendelea kuongea. Baada ya lisali moja nikamwona mtu anakuja, anasema, "Ama bro, unajua nimefika huko nikasikia kitu kingine na kamata moyo wangu, kaniambia nirudi nitubu kwa watoto wangu na nitubu kwa mke wangu." Kilikuwa ni kipindi kigumu, lakini nikaona mimi nilikuwa nimeenda kuzika shangazi yangu, lakini kuna mambo ambayo Mungu alitaka nione. Tukaongea, ule mzee alikuwa neema kwake, na ikawa kama kwake ni hapa, na akaelekea kama sehemu za huko kunaitwa Mariveni. Sasa wakaenda wakachukua nguo, wasichana wake wakaenda wakachukua nguo zake zote, akaja kabla akaambiwa, "Abo, uache siasa na urudi nyumbani." Sasa nikaanza hiyo nyumba, watu wamerudiana. Manake ule cousin yangu ana wasichana 6. Na kumbe msichana mmoja alienda akaolewa Nairobi na pasta mmoja Kijaluo pale Kayole. Sasa msichana usiku huo akaniita tukaongea. Sasa msichana alikuwa anaomba kama umeme, na nikamjoin. Sasa babake asema, "Hii lugha mlikuwa mnaongea, nilikuwa nasikia mnaambia Mungu mambo, lakini mimi sipati picha." Hii nyumba ni watu ambao wamekaa na uganga mwingi.
na ni watu ambao wamejaliwa watu walipokuwa kazini kuchukua kama hii vitu ya madini. Lakini katika hiyo msichana wake watatu akawa ameokoka na akaolewa ni pastor. Kumbe ile kanisa anahudumu pale Kayole, ule msichana kumbe ni pastor. First born wake naye anashika kanisa lingine, lakini naye ni fire. Sasa nikaona ule mzee akiweka katikati ya neno akashindwa kupumua, na yeye akatomba sema, nimesikia kitu kingine imekalia ndani ya moyo wangu ikisema mimi niombe msamaha kwa watoto wangu na nitubu kwa mke wangu. Tukaomba waacha katika hali hiyo. Simple kwa sababu Biblia inasema shetani hana mission nyingine yoyote. Alikuja kuiba, kuharibu na ikiwezekana aue. Yesu anasema nalikuja tuwe na uzima kisha tuwe na wote. Na mazishi kapita vizuri, na shangazi yangu kamzika vizuri, na baadaye mimi nikatoka huko siku ya Jumatatu, Mungu akanilinda na nikafika mji wa Voi nikiwa salama. Kama vile unavyojua barabara hii kuna champions wa kila namna, lakini unasafiri na gari na zote ni gari. Zingine nakuta zimetoka Nairobi, zikifika hapa katikati zimeshindwa na safari, inaanguka ngurudumu inakaa juu. Yaani zilikuwa zinasema zinaenda Mombasa kama vile mimi nilikuwa naenda Voi. Kumbe gari zinatoka Nairobi, zikila Mombasa, lakini zingine zinashindwa na safari kuelekea Mombasa. Inafika mahali inapinduka, ngurudumu inaelekea juu na safari inaishia hapo. So wapendwa wangu, najaribu kusema nini? Huu wokovu Mungu ametusaidia. Na kile Mungu ametusaidia, wacha tuendelee kukizingatia. Ushuhuda wangu napenda tusome mimi na wewe na ujiandae kwa ushuhuda. Kwa sababu ni hatari sana kukaa ndani ya Bwana bila kushuhudia kile amekutendea. Nataka nisome Warumi 6. Romans chapter 6. Romans chapter 6 and verse 1. So labda mstari ni zile tu. Kwa kwanza na pili. Paulo anauliza hivi, tuseme nini basi? Hilo ni swali. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Swali la pili. Na Paulo hakutaka wampatie majibu. Na Paulo hakutaka kuuliza hapo katika hiyo swali unaonaje? Mao hiyo unaonaje? Paulo aliwauliza maswali mawili na tuoni hapa Paulo akiwapatia nafasi ya kujibu. Paulo anasema hivi, tuseme nini basi koma? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Asha! Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Haya ni maswali. Unajua, katika ushuhuda wangu mimi nawatia moyo tuendelee kujua hiyo kazi njema Mungu ameanzisha ndani yako. Kazi hiyo, simama na hiyo kazi. Tunaishi nyakati ambapo watu wanatumia anointing ya Mungu vibaya. Wakati Samsoni alipozaliwa, wazazi wake, baba yake akiwa anaitwa Manoa, aliambiwa mtazaa mwana, na huyo mwana kileo kisikuje ndani ya kinywa chake, asijaribu kula. Hiyo ni taarifa ambaye alikuwa amepewa. Na katika taarifa hiyo tunaona Samson akiacha labda maagizo ya wazazi na akiteremka huko Timna. Na akiteremka huko Timna anaenda kuambia wazazi, nimeona msichana huko Timna, abo uende unichukue ule. Na ukisoma hiyo kizaazaa, mambo haya ilipotendeka, huyo Samson alipoteremka huko Timna, Mungu alimwambia wazazi wake, huyu mtoto kileo chochote asili. Lakini alipoenda pale Timna, tunaona wakikaa siku 7, yaani wiki moja, akitumbuiza father-in-law na mother-in-law na wale watu pale wakinywa, sheria ya Mungu kwanza akaivunja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na to cut the story short, unaona hata huyu mtu anaitwa Samson akichanganyikiwa na akianza kutumia anointing ya Mungu kwa njia iliyo mbaya. Maana haikuwa ni mpango wa Mungu Samson akamate mbweha na waunganishe na wakishe mashamba. Alikuwa anatumia hiyo anointing vibaya. Manake Mungu alipo
akamwambia wewe ndiye utakaye komboa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Filisti. Na kwa sababu ya kutumia neema ya Mungu vibaya, tunaona Samson hata alipoenda akakamatwa na Wafilisti na akakutwa ako mikononi mwa adui na amefungwa na kazi yake ni kusaga ngano. Tunaona pale akiambia akisema ebu nisaidie nishike zile nguzo za hekalu hii, na akaguza, na bila sema alipoguza akavuta hiyo chini na Wafilisti wakafa. Maana hiyo ndio assignment alikuwa amepewa na Mungu, na Wafilisti wakafa. So wakati mwingine Mungu atusaidie tujue jinsi kutumia hii anointing iko ndani ya mioyo yetu, hii tabia nzuri Mungu ameweka ndani yetu, kukataa dhambi na kukataa shetani. Hiyo tabia nzuri na tabia njema imeingia ndani ya moyo wako. Mungu anisaidie na Mungu akusaidie tujue kuitumia tabia hii katika ile njia inayofaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana utakaposoma Biblia utakuta kwamba haikuwa ni mpango wa Mungu Samson aanze kutumia anointing yake kwa vitu ambavyo Mungu hakumwambia. Assignment yake ni kwamba ukomboe wana wa Israeli kutoka mikono mwa Wafilisti. Paul anauliza Warumi, sisi tuliyeifia dhambi tutaishije tena hapa? Jina la Bwana libarikiwe sana. Hallelujah. So mimi namshukuru Mungu kwa neema yake juu ya maisha yangu. Na sikuchukua ni jambo la kawaida kutoka mji wa Voi kwenda kumzika shangazi yangu tena kurudi. Mimi hapo nasema nimeona mkono wa Bwana. Maana hata sikujua nitaenda. Lakini ulipofika wakati wa kwenda, kulingana vile Mungu anaongeanga na watumishi wake, mimi nimejikuta niko nyumbani na nimejikuta nimezika. Na maombi yangu ni kusema yeyote ambaye amekuwa ni wa mchana ili kwangu mimi kwenda na kuzika, wakati mwingine tukisema tunalipana huwezi lipa mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wokovu huo na hiyo mbegu njema Mungu ameweka ndani ya kila mmoja, tuendelee kuitumia kwa njia inayofaa.